na mafunzo ya kijeshi ambayo yanatolewa katika recruit school ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Yale yanamwandaa mwanajeshi kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Kwa hiyo yule anaandaliwa kwa ajili ya kupigana vita. Lakini sisi mafunzo yetu tunataka tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumlee katika maadili. Si mafunzo ya kijeshi, ni basic military training. Tunawapa basic. Yaani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi. Mtu ukiwa mwanajeshi unatakiwa uwe na tabia hivi na hivi, na tabia moja hapo ndio uwe na nidhamu njema. Mwanajeshi anatakiwa awe mwaminifu, mwanajeshi anatakiwa awe mtii, mwanajeshi anatakiwa awe anapenda kazi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu tunavyowafundisha, hatuwafundishi mafunzo ya kijeshi. Mwanajeshi, ndugu yangu, kuna vitu kidogo vikubwa ambavyo ni zaidi mtu ataenda kujifunza kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mafunzo tofauti. Ni sio haya tunayowafundisha hawa vijana wetu. Vijana wetu tunawafundisha, tunalenga maadili zaidi ya Kitanzania. Pende tu kuwatoa hofu wazazi. Mafunzo haya yanalenga kulea. Kwa hiyo kumekuwepo na kuna kwenye mitandao ya kijamii huwa kuna clip zinarushwa, hasa wakati kipindi hiki kinapokuwa kinakaribia vijana kujiunga na hasa haya mafunzo ya mujibu wa sheria. Zile clip huwa zina mtizamo asi. Lakini nipende kuwatoa hofu kwamba clip hizo zingine inawezekana hazikutengenezwa katika mafunzo haya, hazikutengenezwa katika mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Haya mafunzo jinsi yalivyo yanalenga vitu vya kumtengeneza kijana awe zile sifa tu tatu zile 4 za msingi: awe na nidhamu, awe mtiifu, awe mwaminifu, awe anapenda kazi. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho kinakifanya. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana ambao tumeutengeneza ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa unaoratibu mafunzo kwa ujumla. Kuna kamati za kufuatilia ambazo zinafuatilia malezi kwa ujumla. Kijana, kuna watu wanaohusika na mambo ya kijamii, kwamba anapopata na shambulio la aina yoyote au mtu anampeleka katika mazingira ambayo sio sahihi, kuna utaratibu tumeuweka kwamba anatoa taarifa na tunachukua hatua. Lakini kiuhalisia ni kwamba sisi tumeweka utaratibu ambao mtu akipata shambulio la aina yoyote au kwa sababu binadamu kwenye kundi la mamba huwa hawakosekani kenge. Anaweza akawepo mkufunzi kidogo anakiuka maadili, lakini tumekuwa tukichukua hatua kali. Zikiwepo hasa kuna wengine mpaka hata hatua za kuhakikisha kwamba tunawafukuza jeshi zimekuwepo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wazazi. Kijana atakapokuja, naamini atafurahia mafunzo haya, na akitoka atakuwa na kitu cha kusimulia kizuri, sio kitu kibaya katika Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa majina naitwa Noel Abdul Mtikita, mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka Idara ya Sayansi ya Siasa na Utawala wa Umma, Chuo Kikuu cha Dodoma. Niliwahi kushiriki mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria mnamo mwaka 2023, kopi miaka 60 ya JKT. Kiukweli tangu nimeweza kupata mafunzo ni mengi ambayo yameweza kunisaidia mpaka sasa. Mafunzo ambayo nimeweza kuyapata kule, tumefundishwa uzalendo, uvumilivu na ustahimilivu. Katika nyanja ya itifaki tunakutana na wageni mbalimbali, tunakutana na watu wenye huka tofauti, tunapata bahati ya kukutana na viongozi wakubwa. Wakati mwingine pia tunaenda kutembelea hata Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata mafunzo zaidi. Lakini pia tumeweza kuhudumu hata katika matukio na shughuli za chuo ambazo inatumika katika mahusiano ya Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na vyuo vingine. Kwa hayo yote ni manufaa ambayo niliyapata kutoka JKT. Kwenye jamii tunazoishi kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana ambao tunapotoshana kifikra kwamba JKT kule ni mateso, watu wanapata mafunzo ambayo kiufupi yanaweka under pressure, lakini hilo si kweli. Mafunzo ni mazuri kwa sababu katika kufunzwa ustahimilivu na ukakamavu, usitegemee kwamba utaishi kama mfalme. Kuna vitu vidogo sana vya kawaida ambavyo tunavifanya kule. Ni mazoezi tu ya mwili ya kiafya ambayo wengine tunafanya kila siku na ameingia kwenye rutini za maisha yetu. Kwa hiyo ni mengi ambayo tumejifunza: kusimama mbele za watu, kuwa na ujasiri wa kuzungumza, namna ya kumudu, kumwateni, kupokea wageni, namna ya kuishi na watu katika jamii, namna ya kucorrelate na mahusiano ya chuo ya hapa na pale na katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunajifunza. Kwa hiyo mimi nipende kutoa wito kwa wazazi. JKT wala si sehemu ya kumtesa mwanao. Mwanao popote alipo sasa, kama amefanikiwa kuhitimu elimu ya kidato cha 6, ningependa kutoa ushauri na kutoa rai, mpeleke JKT akapate mafunzo. Kwa majina naitwa Florentina Francisco Kameguzi,
ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, nasoma mwaka wa pili. Nasoma program ya Bachelor of Arts in French. Baada ya kumaliza masomo yangu ya kidato cha 6, nilifanikiwa kujiunga na mafunzo ya JKT katika kikosi cha 835 Mgambo JKT Tanga, na mafunzo hayo mimi yalinisaidia katika mambo mbalimbali. Kwanza nilijifunza swala zima la uzalendo. Vile vile nimejifunza swala la ujasiri kama mwanamke, ambayo imeniletea manufaa mpaka sasa hivi. Nimeaminiwa katika serikali ya wanafunzi katika position ya katibu wa fedha katika ndaki ya insia na sayansi ya jamii. Vile vile ni waase mabinti wenzangu katika jamii kwamba mafunzo ya JKT sio kwa lengo la kukandamiza wanawake. Kule ukiwa na uweredi wa kujitambua na kujielewa, unaweza kunufaidika na vitu vingi. Kwa mfano kama mimi niliweza kunufaidika na swala zima la ujasiri, ambalo limenipelekea kujaribu katika mambo mbalimbali pasipo kukata tamaa. Katika maisha yetu tunapaswa tuwe wavumilivu. Kwa hiyo yale mafunzo yanakusaidia na yanakuandaa wewe kupigania ndoto zako. Ukiwa mvumilivu utanufaidika na masuala mengi ya kijamii na mambo mbalimbali. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tumefanikiwa kupata mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, yani JKT. Naweza nikasema kwamba wazazi na walezi na pia na vijana wenyewe, mafunzo ya JKT ni mafunzo bora sana kwenu vijana, kwa sababu tunayo mengi sana ambayo tumeyapata kupitia kule. Kwa mfano, naweza nikawa shahidi wa mafunzo yangu katika Jeshi la Kujenga Taifa JKT Makropola. Kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya ufugaji wa kuku, kuna sekta ya kilimo, kuna sekta nyingi sana. Niende direct kwenye masuala ya kilimo. Kule tulifundishwa namna ya kuandaa vitaru, tukafundishwa namna ya kupanda vitunguu. Tumefanya hivyo na pia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeenda kupractice direct kuifanya ile, na pia mpaka sasa ndio iliyokuja kunilipia ada yangu ya mwaka wa pili kupitia kitaru ambacho nilikianzisha nyumbani kupitia wazazi wangu, lakini mimi ndio nilikuwa msimamizi namba 1 kwa sababu nilikuwa nina ujuzi ambao nimeupata kutoka JKT. Mimi nilikuwa Mgambo Tanga, ile bado nenda mwaka mzima, ilikuwa ni Operation Kambarage I think. Na mimi ni mlemavu mguu, lakini nilikuwa nilienda pale, nilifanya kazi. Yaani kuna majukumu unapewa ambayo yanaendana na hali yako ya kiafya. Kwa hiyo ni kwamba na sikuona shida na watu wote pale kunakuwa na ile miezi ya mwanzo ambao kwa sababu ndio mpya, lazima unaona kuna hali kama hukuizoea. Kuamka saa 11, kwenda kulima, kukimbia, kurudi jioni narudi na kuni, lakini kuna nidhamu fulani ambao unaifundishwa kwamba unatakiwa behave. Na uzuri JKT, kuni ni mbichi na waka, inapika chakula. Unatoka mnaenda porini, mnakata, mnakuja mnaingiza jikoni. Ni hasa ndio nidhamu hata kitu. Mambo tu wanasema kwamba hata kuni ambao ni mbichi unaokata unaenda kupika chakula huo. Na ni kitu ambacho na uzuri kwamba kule hata wanaopika ni wenyewe. Sio kwamba kuna mtu anawapikia chakula pale. Kwa hiyo unakuta wenzetu tulikuwa nao wapelekwa kule kwenye bwalo ni kazi ni kupika. Lakini unakuta rotation ili kila mmoja apate ule ujuzi wa mwenzake ambao anaupata. Kwa mimi ni kitu ambacho nilikipenda. Nimekaa mwaka mzima, lakini angalau sasa hivi nimepunguza ni miezi 6, miezi 3. Kwa hiyo bado yani ni mafunzo ambayo kwa kweli tungetamani kila mmoja aweze kuyapita. Yeah. Yani ni swala ni kwamba hisia ya kuona kwamba mtoto akienda jeshi anaenda kuteswa iondoke, jaribu kuondoka kwamba ni sehemu ya kujifunza. Sababu na kama ulivyosema mwalimu anaweza kairisha kipindi, lakini ile discipline, ile nidhamu imeshajengwa, unajua kwamba ni hali ya kawaida inatokea. Kwamba wewe kama mwanafunzi unasikia, sio lazima eti kuitikia tu, lakini unaona sababu gani ya kusikiliza kila ambacho umeambiwa na mkuu wako, ambao ni discipline kubwa imejengwa jinsi kwamba unapoelezwa agizo kutoka kwa mkuu wako unatakiwa litekeleze. Then unakuja kuhoji baadaye kwamba kwani kama unapingana, lakini ni kitu ambacho mimi ningeona kwamba tuone namna gani ya kila Mtanzania, kila mzazi
aone na fahari ya kumpeleka mtu wake kupitia mafunzo ya miezi 6 ambayo anaenda kujifunza mambo makubwa zaidi ya kujenga maisha yake mwenyewe. Ile hoja inaonekana kwamba jeshini au JKT ni mateso ingeondoka, ili kila mzazi atamani kuona hebu mtoto wangu aende. Maana kweli sasa hivi watoto tunalea isivyo. Mimi ni mzazi na watoto. Kwa hiyo kuna mwingine unayaona huyu asingetakiwa behave hivi kama angepita JKT. Wazazi asubuhi kuamsha wale watoto wale. Ameshamaliza shule yuko, lakini kumwamsha. Lakini JKT ile nidhamu kwamba saa 11 filmu imepigwa lazima uwe foleni, utaamka. Kwa ukishajengea hivyo unajua kwamba natakiwa kujituma. Kila hatua unaofikia kuna hatua ambayo unatakiwa ule utoto unaondoka naingia kwenye ujana. Natakiwa ni behave namna hii. Natoka kwenye ujana nyingine kwenye utu uzima, nitatakiwa kutekeleza haya majukumu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tuvichukulie chanya zaidi, tulio kama ni sehemu ya kujifunza ya kimaisha ambao mtu anaweza kupita. Ni swala ni kwamba katika kila hatua ya maisha lazima kukutana na changamoto. Yaani usitegemee ule mtoto alelewe tu yani awe, kwa sababu pale unachojengwa ni nidhamu. Kwa hiyo kama kuna hali unapitishwa ambayo ni ngumu, ndio moja wapo ya kuonyesha kwamba unaweza kukutana katika maisha yako na hali ambayo ni ngumu, namna gani upambane nayo. Kwa hiyo unapelekwa porini kukata kuni, unajua kwamba kuna mahali unaweza kaenda kuishi, hamna kuni huwezi kuzipata jirani hapo. Siku hizi uzuri hatutumii sana kuni, lakini kuna maeneo mengine ya kilimo au ya kutafuta maji au yani ni vitu ambavyo ni maisha. Hamna kitu cha ajabu kuna mambo ambayo hayuko katika maisha ya kawaida. Kuna watu wengine ndio maisha yako vijijini, ingawa naona kwamba jeshi linaenda ni mateso kwa sababu labda umekulia mjini, lakini yale maisha unaoishi ukiwa JKT ni maisha ambayo yapo. Sasa kuna ile mafunzo ya kijeshi ambapo bado ni swala la kujenga katika ukakamavu, kwamba wewe ni askari mtarajiwa anytime njipo kwa nani unaenda kwenda au hata katika mazingira yako unayoishi unaweza wewe ni askari, uone namna gani ya ile hatua za mwanzo za kujilinda. Kwa yale mafunzo mengine ya kijeshi unayopata bado ni eneo kubwa la kusaidia wewe kama kijana, kama Mtanzania kuweza namna gani ya kuilinda pia familia yako na jamii inayokuzunguka. Kwa kweli mimi ningetamani labda, unajua katika kile kipindi cha miezi 3 kuna sehemu ya mafunzo ya kijeshi, lakini kuna hivi kuongeza zaidi mafunzo ya kiujuzi. Najua maeneo mengi maybe wanalima, lakini pia ufundi kama ni mechanic ya kushona, kutengeneza, yani tujaribu kuweka zile profession mbalimbali ili mwanafunzi akitoka pale kama ni mambo ya ICT ya nini, yani ni muda mfupi lakini tayari anakuwa ameshapata aina fulani ya utaalamu mle, hata kama ile akiendelea mbele anajua namna gani ya kujiendeleza pale. Kuliko yani sio lazima kwamba kila mmoja akalime. Najua sehemu kubwa ni mashamba wanalima, lakini tujaribu kuweka pia maeneo mengine ya kiufundi ambayo atajenga the skills za ule kijana pita. Na labda sababu tu ya kiuwezo ningetamani tuongee kama miezi 6, labda miezi 3 ni michache sana, lakini ni swala linaweza ikachukua muda kulingana na shughuli zenyewe, lakini ingependeza sana. Sasa hivi wanamaliza vyuo hawana kazi, anakaa nyumbani mwaka mzima, na labda hata kama ingekuwa namna kuboresha wale ambao wamemaliza vyuo hawana kazi, waende JKT wakazalishe kuliko kukaa nyumbani. Wanakuta wanazunguka mtaani, anakaa mwaka mmoja miwili hajapata kazi. Lakini na imani wengine wangetamani waende jeshini watajiweka na watapata ujuzi, wanaanza kujiajiri. Lakini labda ni swala ambalo la kuliangalia kwa upande sasa, kuona namna gani hawa vijana ambao wanakaa ni majumbani wakitafuta kazi wanaweza wakapelekwa katika makambi ya JKT kwenda kuzalisha zaidi. Kwa kweli niseme tu kama labda ni kitu ambacho yakifanya, lakini maybe tunataka tukaanza kuangalia hawa vijana ambao wanakuja na hizo idea wamepita jeshini au ili kuweza kupima. Unajua mwanzoni kwamba naweza nikachelea kusema kwamba ni sababu ya JKT kwa sababu hatujafanya ule utafiti kujua kwamba hawa wanao behave hivi ni wame, lakini labda ni kitu ambacho tunataka tukimonitor kwamba hivi wanafunzi anapotenda unaweza kumuuliza background, je, ulienda JKT ujaenda JKT. Kwa hiyo hapo ikakusaidia kupata mwelekeo mzima kwamba kumbe waliopita JKT wako hivi, ambao sasa kuona namna gani wanaweza ka influence wakasababisha utendaji mzuri zaidi kwa wenzao ambao hawakupita JKT. Lakini kama mliokuwa mmeshaongea nao, wale pia wanaweza kusaidia kuhamasisha kwamba kuonyesha kwamba JKT sio mahali pa mateso, ni moja tu ya taratibu ya kujengea uwezo wako na kujenga katika ule kongamano na kujielewa zaidi kwamba wewe ni binadamu unatakiwa behave kwa kiwango fulani. Kumekuwa na utulivu mkubwa sana kati, yani wanafunzi wamekuwa ni wasikivu, na labda wale ambao wameenda wamekuja kuleta athari ambao ni chanya kwa wengine ambao hawakuweza kwenda.
kwa sababu ile hali ya unizamu ya kusikiliza kwa kiwango kubwa kwa wanafunzi wa UDOM imeongezeka sana. Wanasikiliza unakuta hata wenyewe wanaanzisha vikundi vyao. Kwa sababu kwa mfano hapa wana kikundi cha wanakiita Integrity Club ya kuangalia maadili. Mpaka wameanzisha, kuna mwezi uliopita walianzisha kongamano kwa ajili ya kudiscuss. Na wameanzisha wao wenyewe. Kwa hiyo inakuta vijana wenyewe kuna namna fulani wamejitambua kwamba kweli kuna mmonyoko wa maadili au ukosefu wa nidhamu katika utendaji wao. Kwa hiyo unakuta wenyewe wamehamasishana, wanaanzisha vikundi vyao vya kuhamasisha wengine. Na kwetu sisi tunaona kwamba ni wazo ambalo liko chanya kwa kuboresha zaidi, na kumekuwa labda na ule woga wa wazazi kwamba labda mafunzo ya jeshi wanaenda kuteswa. Lakini niseme tu kwamba jeshi sio mateso. Mimi mwenyewe nimepita jeshini na hali yangu ambayo nayo. Na uzuri jeshini hata kama mgonjwa utakuwa na kazi yako ya kufanya. Na haiangaliani kama mlemavu na changamoto yote, bado jeshini utakukosi cha kufanya. Kwa hiyo mimi ni eneo ambao bado ningetamani, hata kama labda najua sasa hivi labda hawachukui wote kulingana labda na capacity iliyopo, uwezo ambao upo, lakini ningetamani kwamba kila Mtanzania, kila kijana angalau miezi 3 au miezi 6 apite apate ile mafunzo ya kijana. Inasaidia sana katika kujenga uzalendo, lakini zaidi uzalendo hata kujijenga yeye mwenyewe kiujuzi. Kwa sababu pale mnafundisha mambo ya kilimo, mambo ya ufundi. Nakumbuka hata tulipokuwa jeshini wale ambao ni walimu walikuwa wanaenda kufundisha ambao wamesomea hivi. Kwa hiyo unakuta tayari mwanafunzi anatoka kule kuna aina fulani ya ujuzi. Sasa hivi tunaambiwa tufundishe ujuzi zaidi. Kwa hiyo ina maana mwanafunzi akitoka JKT tayari kuna aina fulani ya ujuzi ameupata. Labda alishona, mwingine anza kilimo cha bustani, mboga, yani hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tayari vile ambavyo sasa hivi kwenye mitaala yetu vimewekwa, wanaenda kukutana navyo jeshini, ambapo inakuwa ni mwanzo hata kabla hajaingia kwenye vyuo tayari mwanafunzi tayari ameshakuwa na wazo lake kwamba mimi naweza nikafanya hiki zaidi ya kuwa professional wangu nasomei, lakini naweza nikafanya hili jambo la ziada ambalo linaweza kuletea kipato. Tuna wanafunzi hapa ambao wana biashara zao, wanaendesha biashara kwa njia ya mitandao, labda wengine wamejifunza wakiwa kwa au kwa kuona wenzao wanafanya. Kwa hiyo ni swala ambalo mimi kwangu naona kwamba ni chanya, na inabidi tuone namna gani ya kuliboresha zaidi, ili kila mmoja na ile hisia ya kuona kwamba mtoto akienda jeshi anaenda kuteswa iondoke. Jeshi la Kujenga Taifa tumejiandaa kwa maana ya vifaa, tumejiandaa kwa maana ya wakufunzi, kambi zipo, na miundombinu inaruhusu kuchukua vijana hata kufikia 60,000 naweza wakajiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya vijana hawa kuja, na niombe tu wazazi waruhusu. Mimi ninachotaka ni kwamba mzazi kama ufahamu hii kitu yanakuaje au hujawahi kuna wazazi wengine inawezekana sasa hivi sisi wote inawezekana Evans ni mzazi sasa hivi, lakini ukubahatika labda wewe kupita Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo unakuwa unasikia tuna wewe kwenye mitandao story tofauti kwamba zinazohusu Jeshi la Kujenga Taifa. Hebu wajaribu waruhusu vijana wao waje Jeshi la Kujenga Taifa. Alafu muangalie vijana yule baada ya siku alivyoondoka nyumbani na siku atakavyorudi nyumbani atakuwa ni kijana wa aina gani. Lengo tunalenga kwamba vijana hawa wanapoenda katika vyuo maeneo mbalimbali waende tuwatengenezee waende na hizi sifa 4 za msingi ambazo nimekuambia. Waende vijana wana nidhamu, vijana ni watii, vijana ni waaminifu, vijana wanapenda kazi huko wanakoenda. Sawa.